Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu, ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi na vile vile ni siku yetu nyingine ya maombolezo. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo aliyetupenda kwa moyo wake wote azidi kutupenda hata wakati huu wa maombolezo. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, kwani nimekosa mimi kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana naomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tunakuomba umfungulie mtumishi wako Padre Projestus Kaitwa vifungo vyote vya dhambi. Yeye alipokuwa hapa duniani alistahilishwa kufanana na Kristo. Umjalie atakapofufuka apate uzima mpya katika utukufu wa ufufuko pamoja na watakatifu wako.
kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Baruku. Kwa Bwana Mungu wetu haki, lakini kwetu sisi haya ya uso kama hivi leo. Kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu, na kwa wafalme wetu na kwa wakuu wetu na kwa makuhani wetu na kwa manabii wetu na kwa baba zetu, kwa sababu tumetenda dhambi mbele za Bwana. Tumemwasi hata hatukuitii sauti ya Bwana Mungu kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu tangu siku Bwana alipowatoa baba zetu katika nchi ya Misri. Hata leo tumemwasi Bwana Mungu wetu na kutenda yasiyofaa kwa kutosikiliza sauti zake. Kwa hiyo mapigo haya yameshikamana nasi na ile laana ambayo Bwana alimwamuru mtumishi wake Musa katika siku aliyowaleta baba zetu kutoka katika nchi ya Misri, ili atupe nchi ijayo maziwa na asali kama hivi leo. Lakini hatukuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kuyafuata maneno yote ya manabii aliyotupelekea, hali tulikwenda bila mtu katika mawazo ya moyo wake mbaya, kutumikia miungu ya kigeni na kufanya yaliyo maovu machoni kwa Bwana Mungu wetu. Neno la Bwana. Tusaidie Mungu. Mungu, mataifa wameingia, lakini ulisi wako wamelinajisi hekalu lako takatifu. Wamefanya Yerusalemu chungu chungu. Wameziacha maiti za watumishi wako ziwe chakula cha ndege wa angani, na miili ya watauwa wako iwe chakula cha wanyama wa nchi. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wamemwaga damu yao kama maji pande zote za Yerusalemu, wala hapakuwa na mzishi. Tumekuwa lawama kwa jirani zetu, mzaha na dhiaka kwao wanaotuzunguka. Bwana, hata lini utaona hasira milele? Wivu wako utawaka kama moto? Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Usikumbuke juu yetu maovu ya baba zetu. Rehema zako zije kutulaki hima, kwa maana tumedhihirika sana. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wa wokovu wetu, utusaidie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utuokoe, utughofiri dhambi zetu kwa ajili ya jina lako. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utusaidie Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Shangilio. Haleluya.
nami nawajua, nao wanifuata. Haleluya, 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 Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za gunia na majivu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu? Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Katika misa hii tuna nia kuendelea kumwombea ndugu yetu mpendwa Padre Rojestus Kaitwa aliyeaga dunia tarehe 1 mwezi huu wa 10, na leo atasafirishwa kwenda huko Mbeya ambapo atahifadhiwa kusubiri siku ya maziko yake. Japo ataondoka katika mazingira yetu, lakini bado tunaendelea kuwa naye kiroho, tukiendelea kusali kwa ajili yake. Vile vile leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi, na tunajua hii ni siku muhimu sana katika imani yetu, tukikumbuka zaidi upendo wa Mungu kwa wanadamu, tukikumbuka zaidi mapendo ya Mungu kwetu sisi, na mapendo hayo yamejionyesha kwa kutusamehe dhambi. Ndio hasa tunaonja mapendo ya Mungu kwetu. Upendo huu si upendo wa kutuletea chakula au kutupa kinywaji au kutupa mavazi kama tunavyoonyesha mapendo kwa watoto wetu, kwamba usipompa chakula au kitu cha kunywa haonji kama unampenda.
Upendo wa Mungu si huo. Upendo wa Mungu unahusiana na utakaso, unahusiana na kibali cha kupokea uzima wa milele. Wakati upendo wetu wa kibinadamu ni uzima wa muda, kwamba nina njaa, basi nimepewa chakula, nafurahi kwamba nimependwa, lakini njaa hiyo itaniuma tena kesho. Nina kiu, nimepewa maji, nimekunywa, sasa kiu imeisha, kesho itanipata tena. Upendo wa Mungu ni ule uzima, ile furaha ya milele. Kwa hiyo moyo mtakatifu wa Yesu unatuelekeza huko. Ndugu zangu, masomo yote mawili yanaongelea msamaha wa dhambi. Na kwenye sala ya mwanzo wa misa tunamwomba Mungu amfungulie ndugu yetu vifungo vya dhambi. Somo la kwanza kutoka kwa nabii Baruku anasema, kwa Bwana Mungu wetu kuna haki, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso. Kwa Bwana Mungu wetu kuna haki, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, akionyesha kwamba tuna haya ya uso kwa sababu tumemkosea Mungu, tumeshindwa kushika maagizo yake. Kuonyesha tofauti, tukienda kwa Bwana basi tunapata haki yake, lakini kwetu tuna haya ya uso. Tumetenda dhambi, akitolea mifano ya ukweli juu ya Wayahudi wakiwa huko Misri walivyokombolewa na maisha yaliyofuata ambayo yalikuwa yakimkosea Mungu ile haki yake. Ile somo la pili ambalo ni Injili, Yesu anasema, ole wako Korazini na Betsaida. Miji miwili, Korazini na Betsaida, kwamba miujiza mlioshuhudia ingefanyika kwenye miji ya Tiro na Sidoni, hiyo miji ingelitubu. Alisema hivyo kwa sababu aliona kuna ugumu wa kutubu kwa watu wa Korazini na Betsaida. Akasema, haya mnayoyashuhudia, wao wa Sidoni na Tiro hawakumwona Yesu akitenda miujiza, lakini walikuwa tayari kiroho kutubu. Ninyi mmeshuhudia matendo makuu ya Mungu kupitia kwa Yesu, lakini hamtaki kutubu. Ndio maana anawaambia ole wenu. Anawaambia pia mji wa Kapernaumu, hata wewe utajikuza mpaka wapi? Kikubwa ni nini? Toba na mageuzi. Kama nilivyosema, masomo yote mawili yanatuelekeza kwenye toba. Toba inayohusiana na kuacha njia mbaya na kuchukua njia iliyo njema. Na moyo mtakatifu wa Yesu unahusu msamaha wa dhambi. Kwa upande mwingine, tunaposherehekea tusibaki tu kuomba mapendo ya Mungu, tuombe pia neema ya kutubu, kwa sababu ndio mafuta yanayofanya mapendo yale yaendelee kuwaka. Ndio nishati inayofanya mshumaa wa mapendo uendelee kuwaka. Tusiombe tu atupende, aturahisishie njia yetu, lakini atupe neema ya toba. Tuombee nyumba, tuombee mavazi, tuombee chakula, tunaombea msamaha, tunaombea matunda ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo sisi tunaomboleza maombolezo yetu ya Kikristo. Ndio maana tunasema tusiomboleze kama wasioamini. Maombolezo yetu ya Kikristo daima yanatoa uzito kwenye pande mbili. Yanatoa uzito wa toba kwa ndugu yetu ambaye analala na hawezi kujiombea tena, tunamwombea toba, tunamwombea msamaha. Kwa sasa hawezi kuungama, hawezi kutubu, lakini sala zetu zinaweza kufanya Mungu amsikie. Upande wa pili wa maombolezo ya Kikristo, tunajiombea toba sisi wenyewe tunaoomboleza.
mnaoomboleza. Ni sisi ndiyo miji ile ya Tiro, ya Korazini na Betsaida. Tunaambiwa nyinyi mmeshuhudia matendo makuu ya Mungu mengi, yawasaidie nyinyi wenyewe kubadilika. Sio hiyo Mungu sana. Ya Betsaida. Wale babu zetu na bibi zetu ambao kumsikia Yesu Kristo, hao ndio Tiro na Sodoma. Yesu anasema wale wangesikia habari za Yesu wangetubu, wangebadilika. Sasa nimeona, sisi tumeona. Kwa hiyo msiba unapotokea ni siku ya kusikia tena mafundisho yanayosuhuzetu, yanayosuhuzetu. Marehemu yeye anaombewa msamaha na ongezeko la amani. Ni sehemu kubwa kwamba tumeona hapa wakaipo katika kwetu, akiishi na sisi, akifanya kazi kwetu, tulimpenda. Sasa amepitwa na Mungu. Nachukua nini tunachojifunza kutoka kwake? Nachukua nini? Yeye msimu wa kupokea miujiza ya Yesu kwake umepita. Sisi bado tunashuhudia miujiza ya Yesu kwa hai, tunashuhudia watu miujiza ya Yesu. Kwa upande mwingine hata kifo cha mtu ni muujiza unaoishi nao. Huyu aliyekuwa anaitwa mama leo hawezi kuinuka, ni muujiza. Wewe tufundishe kwamba huyu mama leo hawezi kuinuka. Huyu aliyekuwa anatuambia kimeisha hiyo, alikuwa anasema kaisha, kwamba imekamilika. Sasa amekamilisha naye maisha, muujiza. Sasa tutabaki na wewe kama tunashuhudia hiyo miujiza. Sisi madarasa yetu ni hao ndugu zetu wanaofahamu. Mtu yupo kwa sababu anaguswa na watu wazazi na wale wanaoishi nao. Ndio anafanya hata mimi na wewe tupo hapa kwa sababu na tunafika mwisho naangalia tena watu wanaoishi na maisha. Kwa hiyo maisha yako ni darasa. Natamani Yesu akupende na moyo wako utakupenda kweli. Sawa. Ili moyo huu ni moyo wa kujiza. Upendo wa Yesu uko kwa ajili ya kutuongoa. Miujiza ya Yesu iko kwa ajili ya kutuongoa. Upendo wake ni kutuongoa. Kwa hiyo tunamwaga Mungu yetu, tunamwombea msamaha wa dhambi zake. Na sisi tunajiombea msamaha wa dhambi zetu. Ni namna ya kushiriki roho, ni namna ya kupeleka mapendo ya Yesu kwa watu. Maana yake heri kinga kuliko tiba. Wazazi mnalea, basi mlee vizuri, mwajibike vizuri. Ndio namna ya kupeleka hiyo miujiza ya Yesu kwa watu. Mnaofundisha shuleni, mfundishe vizuri, msibaki tu kufundisha hesabu, lakini muguse roho za watu ili wakamilike mwili na roho. Isibaki tu kwamba taaluma na alama nzuri lakini hujahangaika na maisha na mwenendo wake na tabia yake. Ni namna ya kupeleka miujiza ya Yesu, upendo wa Yesu kwa watu, kwa sababu mwisho yote ndio unaomuumba mtu anaanza kuishi anavyoishi. Ndugu zangu, ndugu yetu ametangulia kwa Mungu, tumwombee. Kwa sala zetu tumsaidie. Ndio zawadi anayohitaji. Tumsaidie apate pumziko la amani. Ni nusu ya wajibu wetu. Nusu ya pili ni sisi wenyewe. Tukitazame tunavyoishi, tufanyie kazi ili upendo ule tunaomwombea mwenzetu na sisi tustakilishwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tukimwomba Yesu na moyo wake mtakatifu atufae katika safari yetu ya kiroho. Sikia, twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Ulifanya juu chini ili kumpata kondoo mmoja aliyepotea. Utupe matumaini ya kutokuachwa katika shida na utuokoe katika kila hatari, Bwana. Twakuomba utusikie. Wewe ulisema kwamba ni mchungaji mwema.
Utuzibue masikio yetu ili tusikie sauti yako na kukufuata kama kiongozi katika njia ya kwenda kwa Baba. Bwana, Tunakuomba utusikie. Unafurahi kuwakaribisha waliopotea na kukurudia. Usituache katika hali ya kukusahau, bali utuhimize kurudi kwako uliye chemchemi ya furaha yetu. Bwana, Tunakuomba utusikie. Wewe ni mchungaji unayehatarisha maisha yako kwa ajili yetu. Utuwezeshe kukutumaini na kukutegemea daima. Bwana, Tunakuomba utusikie. Mungu Baba, mwana wako alijibidisha sana kutuokoa hata kutoa maisha yake. Ana nia ya kutuchunga tusipotee katika njia ya kufika kwako. Tunaomba upokee sana maombi yetu kwa ajili ya ndugu yetu Padre Projestus Kaitwa na kwa ajili yetu sisi, ili uchungaji wa Yesu Kristo utufae. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Lakini kwako kuna msamaha.
wa sadaka hii imfae mtumishi wako Padre Projesus Kaitwa, sadaka ambayo kwa kuitoa uliujalia ulimwengu mzima ondoleo la dhambi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Mbingu na ulimwengu zimejaa
akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu mkuu Gervas Nyaisonga, na askofu msaidizi Godfrey Mwasekaga na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Padre Projestus Kaitwa, uliyemwita kwako tarehe 1 Oktoba kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, kustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen.
Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Tupende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Peane amani. Bwana
Bwana, tunakuomba dhabihu ya kanisa lako imfae mtumishi wako Padre Projestus Kahitwa. Yeye alipokea sakramenti ya huruma ya Kristo. Umjalie ili apate kuingia katika ushirika naye pamoja na watakatifu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika matumaini wewe na mimi, raha milele umpe Bwana, na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Mosi, nipende kushukuru tena Mwasha Baba Askofu Mkuu kwa kutuongozea adhimisho hili la Ekaristi. Asante sana Baba Askofu. Na pili, niwapongeze ninyi kwa kuweza kuhudhuria adhimisho hili la Ekaristi tunaposali misa hii kwa ajili ya kuendelea kufanya maombolezo ya kumwombea mpendwa wetu Padre Projestus. Na pia nichukue nafasi hiyo kuwapongeza sana wale waliokesha, ikiwa ishara ya maombolezo, lakini ni washukuru kwa uvumilivu wale waliopumzika na kukawa na makelele na muziki na nini, lakini walitambua jambo gani linaendelea. Kwa yote katika yote ni sehemu ya maombolezo. Basi nisiwe na maneno mengi. Ratiba itakayofuata mara baada ya neno na baraka kutoka kwa Mwasha Baba Askofu, sote tutaendelea na maombolezo. Tarehe 7 kutakuwa na mkesha huko Mbeya, na tarehe 8 ni maziko. Kuna sisi tuweke katika bajeti ya muda wetu. Utaratibu umetolewa namna ya kwenda kushiriki. Tutaambiwa ni tarehe 7 ama ni tarehe 8, lakini itakuwa tarehe 8 asubuhi. Tutakwenda kwa ajili ya maziko na kurejea, na t-shirt yale yapo kwa viongozi waone, ni souvenir, ni kumbukumbu ambayo tunapaswa kuwa nayo. Na itakuwa jambo jema tukienda huko tukawa na souvenir hiyo. Kristo ila nitaendelea kushangaa na bado kushangaa
zile t-shirt za Simba na Yanga 45,000 wengi tunakosi kutoka mte kusema na kitenge cha watu na t-shirt ya viwapo kuna kutoka umemshonea kibao. Hapana. Sasa tunathamanisha vipi mambo ya kiroho? Tunathamanisha vipi mambo ya ulimwengu? Kwa maana mmoja wa askofu anasema ni nishati ya maisha ya kiroho ambayo ametukumbusha. Kwa naomba tuwe tunajiuliza maswali ya namna hiyo. Mungu ni mwema kila wakati, lakini ratiba inayofuata hapa pia kwenda kupata kifungua kinywa sisi sote, na baada ya kifungua kinywa tuelekea hospitali ya Mwambani kwa ajili ya kuchukua mwili na kuanza safari ya kuelekea Mbeya. Ni waombe, tungependa wote twende, lakini tutaenda wachache, tena wachache sana ambao watatosha hilo gari, na sisi tukiendelea kujiandaa kwa ajili ya siku ya maziko. Tutaupeleka mwili wa mpendwa wetu Padre Projestus, na shapo tutarejea tukiendelea na maombolezo mpaka hiyo siku iliyopangwa na jimbo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi naomba hayo yafuatwe ili tuweze kumaliza siku yetu. Mhashamu Baba Askofu, karibu. Bwana apumzike kwa amani. Ametaja baadhi ya mavazi ya kasau. Kuna kitenge cha wanaume wa Katoliki waka na wenyewe hata waeleka makitu, sijaona hata kimoja kinang'aa. Ona piga picha huko kwenye waka. ndio Sasa tutapata shati ya waka. Alafu viwao wametoa kitenge kizuri sana wakati wa kongamano lao, na kipo kinauzwa. Vijana wa Katoliki pia ile sare yetu pia na makundi mengine usikwenda Mbeya, na mimi nisisitize kule hakuna misa yoyote leo kwamba unaenda kuna maadhimisho. Mwili unaenda kuhifadhiwa kwa sababu ya mashaka ya umeme wa hapa. Kule kuna majokofu mazuri zaidi, ndio maana ilikuwa lazima mpeleke kule. Bila hivyo ungeweza kubaki hapa kwa hiyo tarehe 7, lakini baada ya kuangalia hali na tahadhari hiyo, kwa kule wanaopokea tu na kuifanya. Kwa hiyo usishawishike kwenda, sababu safari ile ya muhimu zaidi iko mbele bado. Zaidi ni kurudi kwa heshima mliompa nikaitwa maombolezo yenu kama mliposikia msiba huu kwa sasa yanatoa picha nzuri kabisa kwamba na mapendo ya dhati na kuheshimu kwa moyo wote, na kumtakia heri na baraka za Mwenyezi Mungu katika safari hiyo ambayo ameianza. Kwa hiyo washukuru sana wanajana mabaya kama asante sana. Jana tulifanya utambulisho wa jumla, lakini kuna masista wawili Mwenyezi Mungu awakinge daima na maafa yote, na kwa wema wake awashushie mapaji ya baraka yake. Aifanye mioyo yenu kuwa sikivu kwa maneno yake, ipate kujazwa furaha isiyo na mwisho. Na kwa kuelewa yaliyo mema na mazuri, daima mwende mbio katika njia ya amri za Mungu, mpate kufanywa warithi
pamoja na wateule wa mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.